Shalom, shalom, shalom. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Ni siku nyingine njema ya Jumatano ya tarehe 25 mwezi wa 3. Kama kawaida tunakwenda kujibu maswali ya wasikilizaji wetu mbalimbali. Baadhi ya maswali haya ni yale yaliyobaki wiki iliyopita, hatukuweza kuyamalizia machache. Basi naanzia hapo na kuendelea. Kwa leo swali la kwanza linatoka kwa ndugu yetu Kamugisha Magunya kutoka Bukoba. Yeye ana maswali mengi kidogo. Anasema, nini fasiri ya meza ya Bwana? Nini fasiri ya meza ya Bwana? Meza ya Bwana inatajwa kwa majina mbalimbali. Wengine wanaita ushirika mtakatifu, meza takatifu, meza ya Bwana, chakula cha Bwana na kadhalika. Lakini kazi hii alianzisha Yesu mwenyewe. Wakati wanafunzi wake hawajui, lakini yeye anajua kile kinachokwenda kutokea. Akila na wanafunzi wake alifanya ile siku kama siku ya kuagana. Ilikuwa kama siku ya kuagana. Tunaposoma katika Mathayo 26, walipokuwa mstari wa 26 walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Haikuwa mara ya kwanza Yesu kula na wanafunzi wake. Walikula mara nyingi, lakini siku hii aliifanya ya tofauti. Akamega, akawapa maneno, kuleni, huu ndio mwili wangu, hii ndio damu yangu. Hata kwa wanafunzi ilikuwa ni jambo geni siku ile. Na ukiendelea ile, hakulipa maelezo marefu. Tunapoingia kwenye nyaraka, ufafanuzi sasa wa mitume, maana wao ndio walikuwa pamoja na ndio walioendeleza. Tunaporudi katika ufafanuzi wa mitume, ndipo tunapopata maana ya meza ya Bwana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10, katika Korintho wa kwanza sura ya 10 ule mstari wa 16, kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote tupokea sehemu ya ule mkate mmoja. Hapa anajaribu kutupa maana. Kumbe Yesu alitoa ule mkate mmoja, ukiwa badala yake yeye ndiye mkate. Sisi tulio wengi tunashiriki mkate mmoja. Kwa hiyo aliwafundisha wanafunzi wake, kuleni mwili wangu, kuleni damu yangu. Lakini akiwa na maana kumla yeye, tunamla tunapomwamini, tunamnywa tunapomwamini damu yake. Hapa alifanya kwa kitendo. Hata wengine wamechanganya. Yesu aliposema kuleni mwili wangu na damu yangu, asiyekula mwili wangu na damu yangu hawezi kuona uzima. Basi wanafikiri ile ilikuwa ndio meza ya Bwana. Pale alikuwa anazungumza kumwamini. Tunapomwamini Yesu, tunapompokea Yesu, ndipo tunapomla. Wengine hawakuamini, hawakuelewa, hata siku ile walikimbia, waliondoka. Lakini sasa amewaaga kwa mkate, kwa kitendo, kwamba kumbe ule mkate una maana hii na ile damu ina maana hii.
damu yake tunainywa, na yeye ndiye mkate. Yesu ndiye mkate. Lakini katika kula mkate tunashiriki, sio peke yako. Kwa hiyo tunaposema ushirika, mnashiriki wote, tushiriki kwa pamoja. Hii ndio maana ya umoja katika kanisa. Wote tunashiriki pamoja, tunashiriki neno, tunashiriki baraka, tunashiriki maombi, tunashiriki ibada. Lakini huu mkate ulio tunaoshiriki katika meza ya Bwana ni utambulisho, ni ukumbusho wa kimwili. Ni kama vile tunavyomwamini Yesu Kristo na kuziacha dhambi na kutubu dhambi kiroho, tunasamehewa kiroho. Lakini kuna ishara ya nje, ya ukumbusho ya nje, ambayo tunabatizwa. Kubatizwa ni ishara, lakini kazi imetendeka ndani. Ushirika ni ushirika wa kiroho, lakini tunapofanya meza ya Bwana, ule ni ukumbusho wa nje. Katika sura ya 11 ya Korintho hiyo 11, mstari ule wa 25, vivi hivi baada ya kula alitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho. Ni ukumbusho wa nje. Kuna mambo ya ndani na ya nje. Kwa hiyo anaposema fanyeni kwa ukumbusho wangu, 26, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana. Katika makanisa ya kiroho tuna sacrament, vitu vinaitwa sacrament 2. Wengine wanazo 3, 4, 5 mpaka 7. Sisi tunazo 2. Na sacrament hii ni moja ni ubatizo, nyingine ni meza ya Bwana. Zote hizi 2 zinatukumbusha mauti. Tunapobatizwa tunazikwa naye katika mauti. Tunapotoka ndani ya maji tunafufuka naye katika mauti kiroho. Ni ishara ya nje ya kufa na kuzikwa pamoja na Yesu. Tunaposhiriki meza ya Bwana tunakumbuka kifo chake, mwili ulioteswa, uliovunjika. Maana ule mkate unapovunjwa katika meza ya Bwana kuwa vipande vingi kwa kushirikisha, mwili wake ulivunjwa msalabani. Kwa hiyo tunamshiriki, uli ukumbusho wa nje. Ushirika na meza ya Bwana, ushirika ambao ni meza ya Bwana na ubatizo, vyote viwili ni sakramenti zinazotukumbusha kifo cha Yesu kwa nje. Kwa nje kinatukumbusha. Sasa ni mara ngapi? Wengine utaratibu haujawekwa na Biblia. Wengine wanafanya mara moja kwa mwezi, wengine mara moja kwa mwaka, wengine kila Jumapili, wengine mara 2 kwa mwaka. Hiyo Biblia haijasema hiyo, wala haina shida. Lakini tunafanya ukumbusho wa nje. Kama ubatizo ni tangazo la nje, lakini kazi imefanyika ndani. Kwa hiyo hii ndio hasa najua maana ya ushirika meza ya Bwana, kutoka kwa swali la ndugu yetu Kamugisha Magunya kutoka Bukoba. Ameendeleza, amesema Yesu alisema, sitakunywa tena katika uzao wa mizabibu mpaka nitakapokunywa tena katika ufalme wa Baba yangu. Alimaanisha nini? Hili neno linapatikana katika Mathayo ile 26 mstari wa 29. Lakini namwambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Sasa alikuwa na maana gani? Wakati ule walikuwa wanakunywa mzabibu uliotokana na mizabibu, uzao, kinywaji. Walikula mkate uliotengenezwa na mikono ya watu, walikunywa mzabibu uliotoka kwenye mizabibu ulitengenezwa na watu, lakini ulikuwa maanisha kitu cha kiroho kitakachoendelea baadaye. Ndio anasema mpaka nitakapokunywa. Sasa ni mwisho leo kunywa mzabibu uliotengenezwa kutoka kwenye mizabibu. Leo ndio namalizia.
mpaka nitakapokula katika ufalme wangu ile mpya. Sasa ile ni kama sherehe. Tumekula leo mezani mkate na divai, sinywi tena mpaka tutakapokuwa tunakula pamoja tena ile divai mpya na mkate mpya katika ufalme wangu. Sasa ni lini? Ukienda Luka sura ya 22, tukisoma Luka sura ya 22 tunakuta maneno haya. 22 Luka mstari wa 29, nami nawawekea ninyi ufalme kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi. 30, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Anazungumzia lini? Ametuwekea ufalme, nasi tuko ndani ya ufalme. Leo tunakula na kunywa katika meza ya Bwana ndani ya ufalme. Tuko ndani ya ufalme, tunakula na kunywa katika ufalme wa Bwana. Haya ni mambo ya kiroho. Yale yalikuwa ni mambo ya mwili, ya mzabibu, uzao unaotoka ndani ya mzabibu. Lakini mpya ni ule ufalme wa kiroho tunaofurahia kushirikiana pamoja naye, kula na kunywa mezani pa Bwana. Wengine wanadhani haya mambo tutakula na kunywa tukifika mbinguni. Leo kanisa tunakula na kunywa mezani pa Bwana. Tuko katika furaha na karamu na sherehe ya kiroho, katika maisha ya kiroho. Ndio maana yake. Swali lingine anasema, nani anayetakiwa kushiriki meza ya Bwana? Ni mtu aliye na ushirika na Yesu. Huwezi kushiriki meza ya Bwana kama huna ushirika na Yesu. Hujaokoka, huna maisha mapya. Katika Korintho ya kwanza sura ya 10, narudi tena pale mstari wa 18, anasema, waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu. Je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Wale wanaokula vitu waliokula katika madhabahu ya Bwana wana ushirika. Sasa huwezi kushiriki meza ya Bwana wakati huna ushirika na Bwana. Swali lingine, sifa gani zinamfanya mtumishi kuwa mwongoza wengine katika ibada ya meza ya Bwana? Tunaposhiriki kula na kunywa mezani pa Bwana, ni neno la Mungu. Je, tutakula bila kuwa na usimamizi? Si Mungu ameweka watumishi wanaosimamia chakula cha kiroho mezani pa Bwana, tunakula na kunywa. Je, tunaposhiriki meza ya Bwana kwa mfano wa ukumbusho, je, huyu anayetushirikisha mambo ya kiroho anashindwa kutushirikisha mambo ya mwili? Je, kila mtu atakuwa anashirikisha, ana uwezo wa kushirikisha? Hapana. Haya ni mambo ya kiroho, yana maana kamili. Siku ile yeye ndiye aliwashirikisha, na mitume ndio walioshirikisha wengine, na leo Mungu ameweka watumishi kwa kitendo kama vile. Ni sawa sawa, kwa kuwa tuna sakramenti hizo mbili. Ni sawa sawa na kusema anayeruhusiwa kubatiza ni nani? Si ni mtumishi Mungu aliyemweka. Anayeruhusiwa kushirikisha meza ya Bwana ni nani? Si ni yule anayetimiza sakramenti zilizowekwa ndani ya Biblia. Swali lingine umesema mwanzilishi alitumia mkate na juisi. Lakini swala hili huakisi mambo ya kiroho. Nini hasa maana yake? Nimekwisha kuelezea. Maana yake nimekwisha kuielezea. Swali la mtu mwingine ni kutoka kwa ndugu Alphonse Paul wa Dar es Salaam. Ameuliza andiko moja kutoka Isaya 19. Isaya 19 ule mstari wa 25. Na sijui kwa nini ameuliza ule mstari, kwa sababu ni sura nzima, lakini ameuchagua mstari mmoja tu. Na huo mstari Isaya 19:25
unasema kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki akisema, wabarikiwe watu wangu Misri, na wewe Ashuru, kazi ya mikono yangu, na wewe Israeli, urithi wangu. Unasema maneno haya yanatutaka tufanye nini? Sasa sielewi kwa nini umeuliza hivyo, maana maneno haya yanasema, huu mstari unasema Bwana wa majeshi amewabariki akisema, wabarikiwe watu wangu Misri, na wewe Ashuru, kazi ya mikono yangu. Sasa wewe unasema yanatutaka tufanye nini? Ungekuwa unauliza yana maana gani kwa Misri? Kwani hapa yamesema yanakutaka wewe ufanye? Umegeuza swali. Lakini kwa ufupi nikwambie hivi, sura ya 13 ya Isaya, sura ya 13 ya Isaya mpaka 23, sura hizi zote Mungu anazungumzia mataifa, sio Israeli. Israeli hausiki hapo, anazungumzia mataifa. Utaona kuna Babeli, kuna Tiro, kuna Moabu, kuna Amoni, kuna Misri, na Mungu aliyainua hayo mataifa kwa wakati maalum na kwa sababu maalum. Babeli iliinuliwa kwa kipindi maalum, Tiro iliinuliwa kwa kipindi maalum, Misri iliinuliwa kwa kipindi maalum, Waashuru waliinuliwa kwa kipindi maalum. Ingawa hayakuwa mataifa ya Mungu, hawakuwa wanamwabudu Mungu, lakini Mungu aliweka kwa kusudi. Ndio maana hata wakati wa kuliadhibu taifa la Israeli na Yuda, wengine walichukuliwa na Ashuru, wengine walichukuliwa na Babeli, na Misri nayo ilikuwa na sehemu kubwa sana katika nyakati hizo. Sasa hizi sura zote zinashughulika na mataifa. Hapa umezungumzia juu ya Misri na Ashuru, lakini ukirudi nyuma utaona nazungumzia na juu ya mataifa mengine, kwa sababu Mungu ndivyo alivyofanya katika Agano la Kale. Kila watu aliwapa nafasi yao kwa wakati na aliwatumia kwa wakati. Ndio maana hapa amesema nimekubariki wewe, umebarikiwa wewe Misri. Sasa unaposema yanataka tufanye nini, sioni kama kuna sababu kwako unachouliza sijakielewa. Una swali lingine, unasema Galatia 4:25. Umeuliza swali lingine, umesema Galatia 4 mstari wa 25. Nini mahusiano kati ya imani ya Kikristo na Uislamu? Kwa kuwa inaonekana Biblia inaeleza imani ya Kiislamu katika hii mistari. Galatia 4:25. 25. Sasa huwezi kuelewa kabisa 25 peke yake mpaka usome kuanzia 21. Mstari wa 21 unasema, niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahim alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya, sikiliza sasa 24, mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Tuna agano hapo, maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio mfano wake wa wale wana wawili, yani Isaka, mtoto wa Isaka na Ishmael, ndio maana yake. Moja kutoka mlima Sinai, lizalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri, ambaye ni mama yake Ishmael. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa unatumika pamoja na watoto, bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Unajua kuna shida wakati mwingine inakuwa hivi. Kunaweza kuwa na mti na matawi, tukashindwa kushughulika na mti, tukashughulika na matawi. Paulo ana somo aliyokuwa anafundisha hapa, alikuwa anafundisha wale wanaotaka kushika sheria za Agano la Kale, wanaong'ang'ania sheria za Agano la Kale. Ndio anachofundisha.
anatolea mfano. Sasa katika kufundisha anatoa mifano. Mfano moja ni wa wana wawili wa Ibrahimu. Mmoja ni mfano wa Agano la Kale, mmoja ni mfano wa Agano Jipya. Mmoja ni wa ahadi, mwingine ni wa sheria. Unaona? Na anatuambia na mama zao, yuko Sara, yuko Hajiri. Hajiri anafananishwa na mlima Sinai. Mlima Sinai ndio uliotoa Torati na sheria. Lakini mama yetu sisi tunafananishwa na Sara ambaye ni wa ahadi. Mama yetu sisi ni muungwana. Sisi ni agano la ukiungwana, liye ni agano la kisheria. Alikuwa anafundisha, ndio somo alikuwa anafundisha hapa Paulo. Hafundishi Uislamu na Ukristo, anafundisha maagano mawili. Ukienda katika kuhitimisha, kwa mfano katika kuhitimisha, ni kurushe tu niende pale mwisho, mstari wa 29, lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alimuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Haya, ikoje sasa? Lakini linasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hata rithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. 31, ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Sisi si watu wa Torati. Sisi ni watu wa agano lingine muungwana, ambalo ni mama yetu. Kanisa ndio mama yetu. Yerusalemu mpya ameisema pale katika ule mstari wa 26, bali Yerusalemu wa juu. Yerusalemu wa juu ni kanisa, sio Yerusalemu wa sasa. Mstari wa 25 unazungumzia habari ya Yerusalemu wa sasa. Ni Yerusalemu iliyopo ambayo haina faida kwetu. Sisi ni wa Yerusalemu ya juu, ambalo ni kanisa, ndio mji wa Mungu ulio halali. Sisi huyo ndio mama yetu. Sisi ni wa agano jipya. Sisi ni wa neema. Anasema 31, ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali ni watoto wa huyo aliye muungwana. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena na chini ya kongwa la utumwa. Msirudi tena kwenye sheria na utumwa wa Torati. Tumewekwa huru. Sisi sio wa Torati, sisi sio wa mlima Sinai, sisi ni wa Yerusalemu ya juu. Ndio somo. Vitu vingine vinavyoweza kuzaliwa hapo ni kama matawi, lakini tuelewe kwanza msingi wa somo, ndipo tuhamie kwenye matawi. Nadhani nimejibu hilo swali. Swali lingine linasema ni huyo ndugu Alphonse Po ameandika hivi katika Yohana 16 mstari wa 8, maswali yake, na Yohana 14 mstari wa 16, nini maana ya Roho Mtakatifu akae ndani yetu, ambaye ulimwengu hauwezi kumwona, na Roho atakaye uhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu? Nini maana yake? Nianze Yohana 14:16. Yohana 14:16 inasema hivi, ninyi nami nitamuomba. Kwanza nianzie 14, 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Sawa, twende 16 hiyo hiyo. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 17, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni
wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Hapa Yesu alikuwa anajisema mwenyewe, naondoka kama Yesu, lakini baada ya kuondoka kwangu atakuja Roho. Huyo Roho atakapokuja, ulimwengu hautampokea, maana haumtambui. Leo nipo katika mwili, mnaniona na ulimwengu unaniona. Nitakapokuja tena katika Roho, ulimwengu hawezi kuniona, ila ninyi mtakuwa mnaniona. Kwa sababu gani mtamuona? Anasema ulimwengu hawezi, anasema naye atawapa msaidizi mwingine akae kwenu, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Maana Roho haji tena kwa watu wasiomwamini, kwa kuwa hawamwoni wala hamtambui, mpaka wamwamini, ndipo watamuona na kumtambua. Bali ninyi mnamtambua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata sasa hivi yupo kwenu. Alikuwa anajisema ni yeye mwenyewe, sasa yuko kwenu. Atakapokuja tena, hatakaa kama wanavyomuona sasa, atakuwa ndani. Unaona? Maana anakaa kwenu, naye akija atakuwa ndani yenu. Sasa hivi yuko kwenu, lakini akija atakuwa ndani yenu. Yesu alikuja katika mwili, atakapokuja sasa hatakuwa tena katika mwili, atakuwa ndani yenu kama Roho Mtakatifu. Huu ni utambulisho. Alijitambulisha kama Yesu Kristo akiwa katika mwili. Atakapokuja ndani yenu atakuwa ni Roho, hatakuwa mwili tena. Ukitaka kuthibitisha, mstari wa 18 anasema sitawaacha ninyi yatima, naja. Yaani naondoka, lakini siondoki moja kwa moja, nakuja tena. Kwa njia gani? Ya kukaa ndani yenu. Sasa hivi ulimwengu unaniona, lakini nikija sasa mara ya pili, nikija kwenu, ulimwengu hautaniona. Kwa hiyo siwachi yatima, nakuja. 19 bado kitambo kidogo ulimwengu haunioni tena. Kwa nini sasa hivi unaniona, lakini kidogo tu ulimwengu taacha kuniona, ila ninyi mtaendelea kuniona. Kwa namna gani? Kwa sababu naondoka katika mwili, lakini nitakuja, nitakaa ndani yenu, mtaendelea kuniona. Huu ni udhihirisho kutoka Yesu Kristo. Anabadilisha sasa, anakuwa ni Roho. Alikuwa Yesu, walimuona kwa macho, lakini alipobadilika amekuja kwa wale wanaomwamini, sio kwa wote. Ndio maana ulimwengu hauwezi kumtambua, maana haumuoni. Mpaka wamwamini ndipo watamuona. Ndio maana yake. 16 mstari wa 8, Roho akija, Roho ndiye anayetuhakikishia dhambi, haki. Ukisoma katika Warumi anasema roho zetu zinakubaliana na Roho wa Mungu, zinashuhudia pamoja. Maana Roho ndiye anayetuthibitishia haki ya Mungu, dhambi zetu, ndiye anayetuthibitishia. Ndio maana yake, anashughulika ndani kwa ndani. Swali lingine ni swali la ndugu Talimo kutoka Sumbawanga. Yeye ameuliza swali kutokana na somo la Jumapili. Somo la Jumapili iliyopita. Kwa hiyo aliuliza kutokana na somo hilo. Anasema, je, si kweli kwamba katika Agano Jipya kuna ahadi? Maana nilizungumzia habari za Israeli. Watu wanasema taifa takatifu, taifa takatifu, taifa la Mungu, taifa la Mungu. Nilizungumzia jambo hilo. Sasa yeye anauliza hivi, je, si kweli kwamba katika Agano Jipya kuna ahadi za Mungu kwa taifa la Israeli ambazo zinatimia katika Agano Jipya? Mimi nasema zipo, ndio. Unaona, ni kweli zipo. Haya mambo yanakujaje? Somo tulijifunza, lakini kwa kuwa nilifundisha na maswali yamekuja, inaonekana sehemu kubwa ndugu yangu amekubaliana, lakini
anataka kuhakikisha. Hivi ndio kusema kwamba katika agano jipya hakuna ahadi za taifa la Israeli zinazotimia? Mimi najibu nasema zipo. Na ameendelea, amesema moja ya ahadi hizo ni kurejea katika nchi yao na kuwa taifa. Sawa, Mungu aliahidi kuwarejesha katika nchi yao, imetimia. Sasa nikwambie hivi, taifa la Israeli wana ahadi zao. Kuna ahadi za kiroho, tuna ahadi za kiroho na za kimwili. Kuna ahadi za taifa. Ahadi zinazohusu taifa zipo, wala huwezi kuzipinga. Ndio maana mataifa wanashindana na taifa la Israeli. Vita haviishi pale Mashariki ya Kati, zinahusisha wakati mwingine ulimwengu mzima. Hata sasa vita vinaendelea. Ile ni ahadi ya Mungu aliyowapa Israeli kitaifa, ni nchi yao. Kuna baraka na ahadi za kiroho na ahadi za kimwili. Zipo ahadi zao za mwili zinazotimia. Mungu aliwaahidi vitu vingi sana. Lipo swali, labda niseme hivi. Ukisoma nikupeleke kidogo kitabu cha nikupeleke kidogo kuhusu hizo ahadi. Nikupeleke kidogo kitabu cha Kutoka 23. Kutoka 23, tutarudi haraka. Kutoka 23. Hizi ni ahadi za kitaifa zinazohusu mwili, sio roho. Ahadi za kitaifa, Kutoka 23 mstari wa 31, lakini unaweza kuanzia juu. 31 inasema, nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utawafukuza mbele zako. Ukiendelea pale juu, ukianzia ukianzia mstari wa 20, utaona mengi pale anavyowatoa mataifa yaliyopo katika Kanaani na kuwapa ile nchi na kuwawekea mipaka. Mpaka wenu utatokea hapa, utakuwa hapa, utakuwa hapa. Hiyo ni ahadi ambayo imetimizwa ndani ya Agano Jipya. Vita vinaendelea. Kwa nini? Kwa sababu Waisraeli wanatetea mipaka iliyowekwa na Mungu. Tena alisema nawapa mipaka milele. Unaona? Kwa hiyo inatimizwa. Nisome kidogo Hesabu 34. Hapo ndipo nadhani unaweza ukapata picha nzuri zaidi. Hesabu sura ya 34. Kitabu cha Hesabu sura ya 34, mstari wa 3. Kianzia mstari wa 3 mpaka 12. Siwezi kusoma yote, utasoma kwa wakati wako. 3 anasema, ndipo upande wenu wa kusini utakuwa tangu bara ya Sini kupita kando ya Edom. Mpaka wenu wa kusini utakuwa tangu mwisho wa bahari ya Chumvi kuelekea mashariki. Kisha mpaka wenu utageuka kwenda upande wa kusini na kukwelea kwake Akrabimu, kisha kupita kuendelea Sini, na kutokea kwake kutakuwa kuelekea upande wa kusini wa Kadesh Barnea. Kisha utaendelea mpaka Hasari Edari na kufikiria Azmoni. Kisha mpaka utageuka kutoka Azmoni kuendelea kijito cha Misri, na kutokea kwake kutakuwa hapo baharini. Kisha mpaka wenu wa upande wa magharibi mtakuwa na bahari kubwa na mpaka wake. Hii ndiyo mpaka wenu upande wa magharibi. Anaendelea mpaka anawapa mpaka yote. Endelea kusoma. Vita vinavyoendelea kule Mashariki ya Kati ni kwa sababu Mungu aliwawekea mipaka. Mpaka wenu ni huu, mpaka wenu ni huu, mpaka wenu ni huu.
Sasa swali linakuja, je, wanapovuka mipaka, mimi nilizungumza habari ya kwamba sio kila jambo wanalofanya Israeli liko sawa. Vita vinavyokwenda sasa, wanapovuka ile mipaka waliopewa na Mungu, wanapovuka kuingia nje ya mipaka yao, sio ahadi, ni ugomvi, ni ukorofi. Kuna kipindi fulani mwaka, nadhani kama sikosei, vita ya mwaka 1973 walivuka, walipokonya maeneo mengi sana, mpaka Umoja wa Mataifa ukaendelea kuwasihi warudishe baadhi ya maeneo, warudishe. Walikuwa wamevuka, wamechukua na nchi ambayo Mungu hakuwapa. Sasa hapo utasema wako kwenye mpango wa Mungu? Hapana, ni wakorofi. Lakini wanapotetea eneo lao na ahadi zao, Mungu anawasimamia. Nimewahi kusema, watu wanasema tuwaombee nchi yao. Ile nchi walipewa, tukiwaombea tusipowaombea walipewa, Mungu aliwapa. Lakini wanapoharibu, wanapovuka mipaka, wanapotumia sasa ukipewa haki, sasa ndio inataka usiwe na utaratibu, uwe na ugomvi kwa sababu ni haki. Hapana, ufanye utaratibu. Sasa hivi ugomvi unaoendelea, utaona kuna maeneo mengine yanavuka hata mipaka ambayo walipewa katika maandiko. Lakini ile nchi ni yao, wanapopigania nchi yao wanatimiza ahadi. Swali linakuja, je, ina maana hakuna ahadi zinazotimia? Zipo. Lakini kuna ahadi nyingine ambazo sio zetu. Kwa mfano, kanisa limedanganywa pia. Kuna ahadi ambazo za taifa. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu, kuna ahadi ambazo ni za taifa. Mtabarikiwa mkitimiza ahadi zangu, mtabarikiwa hivi, mtabarikiwa hivi, mtakuwa taifa ndio juu, hamtakuwa mkia, mtakuwa kichwa, mtakopesha, hamtakopa. Watu wanachukua, wanasema ni za kwetu kanisa, wanazisema kanisa, lakini hawakopeshi wala wanaendelea kukopa kwa sababu sio za kwao. Mtakuwa vichwa, Yesu alisema mtakuwa vichwa. Utakuwa kichwa cha nani? Utakopesha nani? Ni lazima ujue hizi ahadi ni za Israeli, za taifa, au za kila Mkristo. Watu wamechukua ahadi nyingi sana za taifa la Israeli, wamechukua kama za mtu binafsi, wanang'ang'ana nazo, lakini hazitokei. Wanang'ang'ana nazo, lazima tuwe kichwa, lazima nitakopesha. Wewe, hiyo wala hazikuwa ahadi za mtu, kila Mkristo, kila mtu binafsi. Taifa ni ahadi za taifa zinatimia. Nchi nyingi, mataifa mengi wanategemea Israeli. Kielimu, kiuchumi wanategemea Israeli. Kivita, kijeshi wanategemea Israeli. Sasa wewe unataka kuwa kichwa, unakopesha, utakuwa benki, ukopeshe wapi kwa kumwamini Mungu? Hatujajua kutumia Agano la Kale. Ahadi zipi ni za taifa la Israeli, ahadi zipi za kwetu? Ahadi nyingi tunazozitumia sio zetu, ndio maana hazitimii. Wakristo wanaendelea kuziimba, hazitimii. Ibrahim ni baba yetu, tunarithi, tunahusiana na Wayahudi kwa njia ya Ibrahim. Ibrahimu ni baba wa imani, lakini baba wa imani kwa vipi? Nalo linaleta shida. Ukisoma katika Galatia sura ya 3, ukisoma Galatia sura ya 3, nikuonyeshe kidogo. Galatia sura ya 3 mstari wa 15 unasema hivi: ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu. Hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilizonenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao
kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja. Kwa maana kwa mzao wako, mzao wa Ibrahimu manake ni Yesu Kristo. Nisemalo ni hili: agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, haliitangui hata kubatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahim kwa njia ya ahadi. Ukienda nisome 22, lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Mzao wa Ibrahimu ni Yesu. Sisi tunampokea Yesu, tunarithi imani ya Ibrahimu kwa njia ya Yesu. Yeye ni mzao, yeye yeye sio baba wa wazao, ni mzao. Sisi tunaungana na taifa la Israeli kwa njia ya uzao wa kiimani kupitia Yesu. Yale mambo ambayo hayahusiani na Yesu, hatuna umoja na Israeli. Tunaungana na Israeli kwa sababu ya Yesu. Tunapoungana katika Yesu Kristo, wote ni kitu kimoja, wote tunakuwa katika imani ya Ibrahim. Biblia inaposema Ibrahim baba wa imani, maana yake ni mfano wetu. Ni mfano wetu. Hasa watu wamedhani ya kwamba kila baraka ya Israeli ni ya kwetu. Kila baraka wanachukua baraka ambazo aliahidiwa Yakobo, wanazibeba, wanazichukua ahadi ambazo aliahidiwa sijui nani Isaka, wanazibeba, wanachukua. Kanisa liko kwenye shida kutokujua maandiko. Zipo baraka za kiroho, zipo baraka za kimwili. Swali la ndugu Sabato Tarimo unasema kama ndio zipo, unaweza kutuorodheshea ahadi nyinginezo zinazotimia? Ni kama hivi mfano nilivyoeleza. Mafanikio ya nchi, mafanikio ya kilimo, ya kiuchumi sinatimia. Yesu aliwaambia, atawabariki. Sasa wengi tunazichukua zile zifanye kazi kwetu, lakini hazifanyi. Umeendelea, umesema je, ujenzi wa hekalu jipya ni moja ya ahadi hizo? Nasema hapana. Kuna mafundisho yaliyopotoka juu ya ujenzi wa hekalu. Ujenzi wa hekalu unapatikana katika kitabu cha Ezekieli. Ezekieli ndiye amezungumza sana habari ya ujenzi wa hekalu jipya. Na watu wanafundisha kwamba kabla ya Yesu kuja litajengwa hekalu jipya Yerusalemu. Ndivyo mafundisho yalivyo. Lakini nakwambia hapana. Manabii Mungu aliwapa lugha ya kuelezea juu ya kanisa la Agano Jipya. Wakati Isaya anaelezea kanisa kama mbingu mpya na nchi mpya, Yeremia anatuelezea habari ya Agano Jipya. Ezekiel alipewa ufunuo tofauti. Anaelezea habari ya, alieleza kama Edeni, kurejeshwa kwa Edeni, ambamo mtajengwa hekalu. Ezekieli anazungumza ujenzi wa hekalu la kiroho. Hekalu la kiroho ambalo na manabii wengine wamezungumza kama kina Zakaria. Zakaria anasema atakapokuja Bwana, atakuja Bwana kulijenga hekalu. Hekalu linalosemwa, linaloandikwa ndani ya Ezekieli, ambalo watu wanalisubiri lijengwe pale Yerusalemu ya zamani, ile ambayo Biblia inasema ni Sodoma. Hekalu linasema na Ezekieli ni hekalu la kiroho. Kanisa la kiroho, kanisa la Kristo linaitwa hekalu, na mjenzi mkuu ni Yesu. Labda nikupe mfano mmoja ambao utakwenda utafuatilia. Ukienda kitabu cha Kutoka
Nikupe mfano michache. Kutoka sura ya 25. Kutoka sura ya 25, Mungu anaanza kumweleza, anampa ramani, anampa maelekezo Musa namna ya kujenga hema. Hema ndio hekalu. Vitu vyote vitakavyokuwemo ndani ya hema, matumizi yake na watumishi wake na nini, kila kitu anaanza kumpa maelekezo. Sura ya 25 ya Kutoka, sura ya 26, sura ya 27, sura ya 28, sura ya 29, sura ya 30. Maelekezo ya kujenga hekalu, kujenga hema itakavyokuwa, ramani zake. Hilo ni hekalu la kiroho, hema ya kiroho, hekalu la kimwili au hema ya kimwili. Ezekieli kwa mfano huo anatoa ujenzi wa hekalu la kiroho, na kwa kutumia mifano ile ile ya hema ya kimwili, lakini ikifanyika katika roho. Anaanza kuelezea ujenzi wa hekalu kuanzia sura ya 40 ya Ezekieli, sura ya 40, sura ya 41, sura ya 42, sura ya 43, sura ya 44, sura ya 45, sura ya 46, sura ya 47, sura ya 48. Namaliza hekalu. Watu wanasema hilo hekalu litakuwa kubwa sana sana. Kanisa ni hekalu la Kristo. Unabii wa Ezekieli hakuzungumza ujenzi wa hekalu la kimwili la matofali, la mawe, la kukaa watu na kufanya ibada. Alikuwa anazungumza hekalu la kiroho kwa kutumia mifano ya hema iliyotengenezwa na Musa. Kwa hiyo katika ujenzi wa hekalu jipya la hekalu halimo hilo. Lydia Kilimba, swali lingine kutoka kwa Lydia Kilimba, yameuliza, je, vita vya Gogu ni ipi? Itatokea wakati gani? Nilipokuwa nafundisha kitabu cha Dhiki Kuu, somo la Dhiki Kuu, hasa kitabu cha Ufunuo, nijibu kwa ufupi. Danieli ndiye ameeleza sana habari ya vita. Danieli hakuzungumza habari ya dhiki, alizungumza habari ya vita. Ni vita. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo kinazungumza zaidi vita, hakizungumzi dhiki. Kinazungumza vita. Na hiyo vita imetajwa kwa majina mawili. Inaitwa vita kuu. Vita ya Armageddon. Sura ya 16. Anaendelea kusema vita vya Gogu katika sura ya 20. Yote ni vita moja. Ametumia, badala ya kutumia dhiki, ametumia vita vya Armageddon. Vita vya Gogu. Vita vya Armageddon imechukuliwa kutokana na mlima Megido katika Uyahudi, mahali ambapo ulikuwa ni uwanda wa vita na mataifa ya Israeli na mataifa ya kigeni. Mataifa mengi yalipokusanyika kupigana na Israeli kutoka katika mlima wa Megido, ndio umeleta jina Armageddon. Mataifa watakapoungana kupigana na kanisa vinafananishwa na vita vya Armageddon. Watapiganaje na kanisa? Kwa njia ya kumuunga mkono mpinga Kristo, ili kanisa watakatifu wateswe, wadhibitiwe duniani. Katika sura ya 20 anatumia vita, unabii, anatumia Gogu na Magogu. Huu ulikuwa pia ni unabii wa mataifa yaliyoungana, Gogu na wenzake, kupigana na Israeli. Na Bwana anasema, nitasimama na Israeli, nitasimama na watu wangu kukupiga wewe Gogu, pamoja na kwamba umejiunga na majeshi mengi ya watu. Siendi kusoma maandiko hayo, lakini ukisoma nimeyarudia sana huko nyuma. Ni unabii. Ezekiel anazungumza vita vya Gogu na Magogu na kina Tubali na kina Mesheki na nani.
anazungumza ni muungano wa mataifa kusanyika kumunga mkono mpinga Kristo kupigana kanisa. Ndio maana ukisoma, nimalizie sasa, katika Ufunuo hiyo hiyo ile sura ya 20 mstari wa 7 anasema, 20 mstari wa 7, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa. Kama tulivyoona huko nyuma, atafunguliwa na kuingia na kumtumia mpinga Kristo. Hataonekana mwenyewe, lakini mpinga Kristo ndio atakuwa na nguvu za shetani aliyefunguliwa. Atoke kifungoni mwake. 8, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, ambayo anawafananisha na muungano wa Gogu na Magogu, kwa kusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Mstari wa 9, wakapanda juu ya upana wa nchi. Upana wa nchi manake ni kuenea vita, jeshi lao litaenea dunia nzima, ni upana wa nchi. Watakubaliana dunia yote, maana wote watasikia amri kutoka kwa mpinga Kristo ambaye ni mwanadamu. Atawashawishi wafalme wawe kinyume na watu wa Mungu. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu. Kanisa sasa liko ndani, ni kama liko chini ya ulinzi. Wanafikiria namna ya kulifanya, kuliangamiza. Kama amri itatoka, nchi yote, wafalme wa nchi zote waangamize watakatifu. Wamezingirwa, hawajaangamizwa ila wamezingirwa. Unajua nyumba ikizingirwa manake bado wale wanaotafutwa wako ndani. Watakapokuwa wamezingira kambi ya watakatifu na huo mji uliopendwa, mji ni kanisa, ndipo moto utashuka kutoka mbinguni, ndipo Bwana atatokea, ndipo Bwana ataingilia kati. Ndio ile Yesu aliyosema Bwana atakatisha hizo siku, atazifupisha. Walichopanga kulifanyia kanisa hakitafanikiwa, kwa sababu Bwana atafupisha. Asingekatiza hizo siku, walikuwa na mipango mibaya juu ya kanisa, lakini Bwana atazikatiza, moto utashuka. Kwa hiyo vita vya Magogu ndio hivyo vita vya Armagedoni. Na watu wanasema vita vya Armagedoni na Magogu ni vita vya kimwili, mabunduki na mabomu. Hapana. Danieli alipokuwa anatabiri habari ya dhiki, hakutumia neno dhiki, alitumia neno vita. Aliyetamka neno dhiki ni Yesu Kristo. Ndiye aliyetamka neno dhiki, kwamba unabii wa Danieli kuzungumzia ile vita ni dhiki itakayotokea. Ndio maana katika Ufunuo unaona vita, huoni dhiki. Ukisoma katika kitabu cha Danieli huoni dhiki, unaona vita. Nadhani nitakuwa nimejibu swali la dada yetu Lydia. Alafu Lucas Kiswiza kutoka Simiyu yameuliza kutoka Esther 1, ameuliza kuhusu Ahasuero, mfalme Ahasuero aliyemuoa Esther binti wa Kiyahudi, kwamba je, walizaa watoto, na kama ndio, historia yao ikoje? Kuna mambo ambayo Biblia inaweka wazi, kuna mambo Biblia haiweki wazi. Utaona hata katika Biblia kuna wafalme wanatajwa watoto wao, kuna wafalme watoto wao hawataji. Kwa sababu gani? Kama kuna jambo la muhimu kwa kanisa ndani ya watoto wake, Biblia inataja. Kama hakuna kitu chochote kinachohusika, hakuna mahali wanapotajwa. Hata mitume utaona wanatajwa, hatuoni watoto wao, lakini walikuwa na wake. Tunamuona Petro mahali pamoja tu ametajwa mkwe, mama mkwe wake, kwa sababu ya muujiza ule. Ndio maana tukatambua kumbe Petro alikuwa na mama mkwe, lakini wote walikuwa nao, ila hakuna kitu ambacho kinahusika mpaka yaandikwe. Wengi hata watoto wa Vashti, huyo Ahasuero alikuwa na mke wake wa kwanza wa Vashti, hatusomi habari ya watoto wa Vashti kwa sababu hakuna kitu cha maana kutoka kwao. Na kwa kuwa alimuoa Esther, naamini alikuwa na watoto, lakini hakuna kitu chenye kutengeneza historia ya Biblia mpaka yaandikwe.
ndio yakaachwa. Maana mambo mengi yaliachwa, yaliyoandikwa ni yale ambayo tunadhani Mungu aliona yatatusaidia. Biblia haisemi habari ya watoto. Tunaweza kuamini kwamba alikuwa na watoto, lakini Biblia haisemi. Au tunaweza kutengeneza historia wenyewe, lakini Biblia haijasema. Haijasema. Kuna baadhi ya vitabu vya historia kwenye kumbukumbu za vitabu vya historia vya waandishi mbalimbali, vya waandishi wa Kikatoliki na kadhalika. Ukisoma ukifuatilia utaona vinaeleza habari ya watoto wa Easter. Lakini hatusomi kwenye Biblia. Wamefanya utafiti wao sijui huko, lakini Biblia haina historia hiyo. Na hii imekuletea shida kwa sababu kuna vita sasa. Uajemi, Aswero, nchi hiyo sasa ni Irani, wanapigana na Israeli. Sasa kama watoto wa Esther wako Irani kule, labda ndio wanageuka wanapigana huku na Israeli. Biblia haijasema chochote. Kwa hiyo naamini kama kimefichwa hakipo. Ndivyo ninavyoiamini Biblia. Swali lingine limerudi tena, swali la ndugu Talimo. Akasema kuhusu somo la Jumapili, mbona ameuliza kwa kusikiliza nilivyofundisha kuhusu unyakuo, unasema inaonekana basi watakao muona ni waamini peke yao ndio watamuona Yesu akija. Watakao muona Yesu akija watakuwa ni waamini peke yao. Ndivyo nilivyoelewa. Mbona neno linaonyesha wote watamuona? Umeweka na maandiko pale, Matendo 1:11, Mathayo 24:29. Sawa. Nirudi katika maelezo yangu. Hakuna mwanadamu atakayemuona Mungu kwa macho ya nyama. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka. Hakuna atakayemuona Mungu. Hakuna atakayemuona Yesu Kristo kwa macho ya nyama. Ndio maana kuja kwake tutabadilishwa kwanza. Tutafunuliwa kwanza, twende kwenye asili ya kiroho ili tumuone. Hata aliyeokoka asipofunuliwa kwanza, asipobadilishwa kwanza, hawezi kumuona Yesu. Hata kama aliyeokoka, aliyeamini, hata muona Yesu bila kubadilishwa, bila kufunuliwa. Wale wasioamini watamuonaje? Watamuonaje? Ukisoma kitabu cha, nirudi, maandiko ni yale niliyokuwa nayasoma, lakini wengi ufahamu hatui na ufahamu ulio sawa. Nirudi katika ule mstari wa Korintho ya kwanza 15. Nisome ule mstari wa 51. Unasema angalieni, nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Hatutakufa wote. Watakuwepo wengi walio hai, lakini wote tutabadilika. Hii neno wote, watabadilika waliookoka tu au watabadilika na wasiookoka? Je, hawa waliookoka, kama watu waliookoka hawawezi kumwona Mungu kwa macho ya nyama mpaka wabadilishwe, hawa wasiookoka watamuona Mungu kwa macho ya nyama? Wote tutabadilika, kwa sababu mwili huu hauendi mbele za Mungu. Ni roho zetu, nafsi zetu za ndani ndio zinazosimama mbele za Bwana. Kuhukumiwa, watahukumiwa na miili hii, wataenda mbele za Bwana miili hii ndio wakahukumiwe? Hapana. Kama sisi tutabadilishwa, kwa nini wao wasibadilishwe? Wote tutabadilishwa. Rudi katika mtiririko wa habari. Hebu ni kurudishe tena pale nyuma. Nilisoma yote haya, lakini tunapata ufahamu tofauti kwa kila mtu alivyojaliwa. Nifupishe sasa kwa ajili ya muda, nianzie mstari wa 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Sisi wote ni wa udongo. Anatoa mfano wa Adamu, alikuwa wa udongo, na sisi wote tumerithi kwa Adamu ni wa udongo. Mtu wa kwanza anakuwa katika mstari wa 46 amesema, lakini hautangulii kwanza wa roho ndio uje wa roho wa asili. Hapana, kinatangulia
asili ndio inakuja roho. Kwa hiyo sisi ni wa udongo hivi sasa. Sasa hivi sisi ni wa udongo, unatangulia wa udongo. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Yaani mtu wa mbinguni manake mtu wa kiroho. Mbinguni manake kiroho. Hili neno mbinguni linawachanganya watu wengi sana. Ndio maana hawaelewi hata ungeeleza vipi. Maana macho yao inaangalia mawinguni. 48. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Wa udongo na walio wa udongo ndivyo walivyo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Walivyo aliye roho na walio wa kiroho ndivyo walivyo. Unaona? 49. Na kama tulivyoichukua sura ya yule wa udongo, hivi sasa tuna sura ya wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Sasa tuishi hapo. Sura ya wa mbinguni ikoje? Tatizo kubwa ni kwamba Wakristo wengi mpaka leo, yani ipo tunavutana sana, kwa sababu Wakristo wengi hawaamini Yesu, hawamwamini Yesu kama ni tuseme hawamjui sivi. Wanamfananisha Yesu na mwanadamu. Wanamuona Yesu ni mwanadamu. Wanahoji mwili wa Yesu, wanahoji macho ya Yesu, wanahoji sijui nini, kwa sababu hawamjui Mungu, hawaamini maana ya roho, hawajui Mungu kwamba ni nani. Tutavutana sana kwa sababu hapa, kama sisi ni wa roho wa mbinguni, tutafanana, tutachukua sura ya mbinguni. Sasa ujiulize, sura ya mbinguni ikoje? Sura ya roho ikoje tutakayoichukua? Ndio maana anaendelea kufanulia hapa chini mstari wa 50. Ndugu, nisemayo ni kwamba, kama hamunielewi, ni kwamba ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Vitu hivi haviendi. Angalieni, nawaambia siri, maana watu bado hawaamini. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Waamini na wasioamini, kumuona Mungu lazima uwe umebadilika. Huu mwili utakumeisha. Huu mwili ni wa udongo, utabaki na udongo, hauendi kwa Mungu. Uwe umeokoka au hujaokoka, kitakacho kwenda kuhukumiwa sio mwili wa udongo, sio mwili wa udongo. Biblia inaposema kwamba tutamuona, mbona Yesu alipokwenda wote walimuona? Yesu alikuwa alivaa mwili, ndio maana walimtazama wakiwa na mwili. Kwa nini Wagalilaya walimuona Yesu akipanda? Walimuona kwa sababu walikuwa katika mwili na Yesu alikuwa hajaondoka katika mwili, ndio maana walimuona. Anasema na kuja kwake mtamuona hivi hivi, lakini Biblia imetufanulia kuja kwake itakuwa ni kufunuliwa, na ni lazima tuwe tumebadilika ndio tumuone. Kwa hiyo watu wanaamini kama alivyoenda na mwili anarudi na mwili. Tangu lini Mungu ana mwili? Hatumjui. Hatujui kwamba ule mwili tuliomuona alikuwa ameuazima, alikuwa ameuvaa, alikuwa amejifanya. Hatujui mpaka sasa. Tunadhani nakuja tena atakuja na mwili ule ule. Basi Mungu huyo kama ni mwili, ni Mungu mwingine, sio yule tunayemwabudu. Ni Mungu aliye na mipaka. Mafundisho yaliyojaa kwenye vichwa vyetu yanampunguza sana Mungu. Ana viwango vidogo mno. Ndio maana ukitaka kumpanua watu wanachanganyikiwa. Biblia inasema tumjue katika upana na urefu na kimo na kina. Watu hatujafika huko. Tunahangaika na vitu vidogo. Maana Mungu hatujui ukoje. Wengine wanasema atafikia kwenye mlima kule Yerusalemu. Hasa kama Mungu anafikia kule Yerusalemu huku hafiki, huyo ni Mungu tunayemwabudu? Si wanadhani ana mwili? Hasa mtu akiwa na mwili hawezi kuwa dunia nzima. Atafikia mahali, atafikia kwenye mlima wa Mizeituni, atakanyaga na miguu yake pale. Huku sisi kwetu hata kuja. Maana huyo sio Mungu tunayemwabudu. Ni Mungu aliye na mwili, ni Mungu aliye mdogo sana huyo. Mungu tunayemwabudu ni Mungu roho.
asiye na mwili aliyeenea kila mahali. Kwa nini tunashindwa kumjua Mungu? Mbona walimuona wakasema na kuja kwake pia watamuona hivi? Sawa, tutamuona wote, lakini tutamuona na macho yapi? Au neno litakuwa limebadilika sasa, na wenye mwili tu na wenye macho hayo nao watamuonaga Yesu? Hapana, walimuona Yesu akiwa na mwili wa nyama. Alipomaliza kazi yake hana mwili wa nyama. Ule mwili aliuvaa tu, ulikuwa ni wa muda tu. Tuyaelewe maneno ya Mungu. Kwa hiyo kutokuamini, kutokukubali ni kwa sababu kuna vitu ambavyo haviwezi kutoka ndani ya vichwa. Yesu ataendelea kwa mdogo hivyo hivyo. Akili zetu zinapokuwa ndogo na Mungu atakuwa mdogo. Tukimwelewa Mungu na neno lake, haya maswali hayatakuwepo. Hayatakuwepo. Nimalizie swali la mwisho. Imetoka kwa ndugu yetu Upendo Kaya. Yeye ameuliza ulimwengu wa roho na mwili ni ulimwengu wa namna gani? Ulimwengu wa mwili, sisi ni waamini, tunakaa wapi? Ulimwengu wa roho ni kama hivi ninavyoelezwa. Ulimwengu wa kiroho, mtu anaposema ulimwengu wa kiroho, ulimwengu tunauona huu, lakini upo wa kiroho. Yesu anasema, Biblia inasema ametuketisha katika ulimwengu wa roho. Tunaonana na Mungu wapi? Tunaonana na Yesu wapi? Katika ulimwengu wa mwili au wa roho? Tunaonana katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho, hapa dada yetu anasema mbona muda mwingi tupo katika mwili? Sawa. Leo kuingia katika ulimwengu wa roho lazima ufanye kazi, ujibidishe, utafute, ndio unaingia katika ulimwengu wa roho. Bila kutafuta huingii ulimwengu wa roho. Tunaingiaje ulimwengu wa roho? Kwa kumtafuta, kwa kuzama, kwa kujipeleka, kwa kujidhabihu, ndio unaingia katika ulimwengu wa roho. Mtu anaposema nimekutana na Mungu, anakutana na ulimwengu na Mungu wapi? Ulimwengu wa mwili, wa roho. Mtu anaposema nimeona maono, ameona maono akiwa wapi? Ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa roho? Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho tunakaa huko siku zote? Hapana. Tunatafuta, tunaingia na kutoka. Ndio maana Efeso anasema ninyi si wageni, ninyi ni wenyeji wa mbinguni, wenyeji katika nyumba ya Mungu. Maana tunaingia, tunatoka. Tunaingia kwa nini? Kwa sababu tumevaa mwili. Mwili ndio wetu wa kudumu wa siku nyingi. Katika roho tunaingia kwa muda, tunatoka. Lakini tutakapofunuliwa, tutabaki moja kwa moja katika roho. Leo tuko kwenye mwili, mpaka mwili utoke ili tubaki moja kwa moja katika roho. Umesema kwa hiyo ina maana sisi ni raia wa pacha mbili. Ndio, tuna pacha mbili. Lakini muda mwingi tuko katika mwili kwa sababu tunapozama tuingia katika roho, lakini tunarudi. Mtu anasema nimeongea na Mungu. Uliongea na Mungu kiwa wapi? Mwilini, rohoni? Maana katika mwili hakuna atakayemwona Mungu. Katika mwili huu hakuna atakayeongea na Mungu. Unaposema nimemwona Bwana tumezungumza, Bwana amenionyesha hivi, maana yake ulikuwa katika roho. Hata katika Biblia tumesoma akina Yohana, kila anapotaka kuonyeshwa kitu anasema nikawa katika roho. Huwezi kuona mambo ya Mungu usipokuwa katika roho. Sasa kwa nini? Sasa hivi tunaingia katika roho kwa kutafuta, kwa bidii, kwa kujibidisha. Kama ujibidishi, kama utafuti, huingii katika ulimwengu wa roho hata siku moja. Lakini atakapokuja Yesu, kuja kwa Yesu, wote tutaikuwa katika roho. Ndio tumuone, wote tutamuona. Tuhukumiwe. Maana katika mwili wa nyama hakuna atakayemwona Mungu. Watu wanakataa kubadilika, maana wanaipenda sana miili yao. Wanaipenda. Ndio maana wanafundisha habari ya kula nyama na kufanya nini. Wanaipenda sana miili yao. Unapofundisha mabadiliko wanakataa. Wanafikiri mbinguni kuna mahali watasafiri kama kwa ndege, tutasafiri mpaka tukafike huko kwa ndege. Wanajinoma kusafiri kwa ndege. Hakuna kusafiri kwa ndege. Ulimwengu wa kiroho wa Mungu ni kufunuliwa na kubadilishwa. Maswali yalikuwa mengi leo, lakini niombe radhi. Sasa nihitimishe kwa haraka sana. Swali moja limetoka kwa ndugu Deus Moshi. Nadhani yeye ni kutokuelewa. Ameuliza swali Deus Moshi, sijui kutoka wapi. Ameuliza Yesu alimaanisha nini alipoahidi maisha tele.
Hakuleta andiko, lakini niliona maelezo yake yanatoka kwenye Yohana 10 mstari wa 10. Niweke tu ufupi. Yesu hajazungumzia maisha tele, amezungumzia uzima tele. Tofautisha kati ya uzima na maisha. Usipoelewa vitu kama hivi vinakuchanganya. Hajasema anatupa maisha tele, anatupa uzima tele. Ukijua maana ya uzima tele, hili swali halitakuwepo. Nzisabira kutoka Burundi, yeye anasema, je, kila kifo cha mwanadamu kimepangwa na Mungu? Iwe ajali, uchawi, sijui nini? Hapana. Mungu amempa kila mwanadamu siku zake za kuishi. Kila mtu. Siendi kusoma andiko, Mungu akinipa wakati mwingine tutasoma, lakini wanadamu wengi wanakufa sio katika wakati wao kwa sababu ya dhambi. Kwa mfano, mtu amelewa, anatumbukia shimoni kwa ulevi. Tuseme ni Mungu alimpangia aende kulewa ndio afe. Tunasema amekufa nje ya mpango wa Mungu. Nje ya mpango wa Mungu. Mtu si amefanya nini? Watu amemwasi Mungu, labda amefanya kitu kibaya, vitu vya ajabu sana, wanapigana, wengine wanapigana kwenye ugoni, ameenda kuiba, anapigwa risasi na mapanga. Je, ni Mungu alimtuma aende kuiba akapigwa mapanga ndio aliandikiwa hivi? Mungu hawezi kuandikiwa watu wa namna hiyo. Kwa hiyo sio kila kifo kimetoka kwa Mungu. Sio kweli. Mungu atubariki sana. Niishie hapo. Nimetumia dakika nyingi sana, lakini naamini nimejibu. Sikutaka kuacha tena. Kila wiki naacha viporo vya maswali. Hata wiki iliyopita niliacha viporo vya maswali. Safari hii sikutaka niache viporo vya maswali. Nimechukua zaidi ya muda, lakini nadhani umepata majibu yako hata kama ni kwa ufupi. Mungu akubariki sana. Kwa jina langu naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu yangu kama kawaida ni 0754041599. Namba nyingine ni 0769 007328. Namba nyingine ni 0677880199. Mungu akubariki. Tunakualika katika huduma yetu kwa ushirika wako na kwa michango yako ya hali na mali. Mungu akubariki wewe ambaye Mungu amekugusa. Amen.